Ni saa moja kamili saa zetu za Afrika Mashariki, mtazamaji wa TVC 247, karibu tena, andamana nasi hadi tamati tukupasheni yaliyojiri hii leo. Mimi ni msomaji wako Martin Bates. Nami ni Pauline Atelo, na kwanza wacha tuanze kwa vidokezo. Hofu yazuka Nairobi baada ya jengo kuporomoka, huku watu kadhaa wakihofiwa kunaswa. Martha Karua atetea nafasi yake ya 2007, asema hausiki na wizi wa kura wala ghasia. Taifa laomboleza baada ya msanii wa Injili kufariki asubuhi ya leo. Ichung'wah ataka shule zipigwe marufuku kuuza sare kwa wanafunzi. Habari kamili. Hali ya hofu na mkanganyiko iliwakumba wakazi wa eneo la Blue Estate Shauri Moyo jijini Nairobi baada ya jengo lililokuwa linabomolewa kuporomoka siku ya Jumatatu Machi 16. Kulingana na ripoti, jengo hilo lilianguka ghafla wakati wa shughuli za ubomoaji na kusababisha vipande vikubwa vya zege kugeuka na kuwafunika watu waliokuwa ndani au karibu na eneo hilo wakati wa tukio. Kuporomoka huko kusikotarajiwa kulivutia umati wa wakazi waliokimbilia eneo la tukio kujaribu kuwasaidia wale wanaohofiwa kufukiwa chini ya kifusi. Kufikia wakati wa kuripotiwa kwa tukio hilo, hakukuwa na wahudumu wa dharura waliokuwa wamefika katika eneo hilo, hali iliyowalazimu wakazi kuanza juhudi za uokoaji wa kutumia mikono yao na zana za kawaida wakijaribu kuwatafuta manusura. Juhudi za uokoaji zilizogongwa zaidi na wanajamii ziliendelea, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu hatima ya wale wanaodhaniwa kunaswa chini ya kifusi. Ripoti ambazo bado hazijathibitishwa zinaonyesha kuwa huenda watu 5 bado wamekwama chini ya kifusi, ingawa idadi kamili haijathibitishwa. Maafisa wa serikali bado hawajatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, huku hali ikiendelea kufuatiliwa na uchunguzi unatarajiwa kuanza mara tu timu za uokoaji zitakapofika na kulinda eneo la tukio. Tukiangazia masuala ya kisiasa, ni kwamba kiongozi wa chama cha People's Liberation Party PLP Martha Karua ametetea jukumu lake katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2007 uliokuwa na utata nchini Kenya. Akizungumza mjini Meru, Karua alisema alimuunga mkono rais wa zamani Mwai Kibaki, lakini hakuhusika kwa njia yoyote katika wizi wa kura au ghasia za uchunguzi. Kupitia ujumbe uliochapishwa katika mtandao wa X tarehe 15 Machi 2026, Karua alieleza kuwa jukumu lake lilikuwa tu kama wakala wa kisiasa wa Kibaki, sawa na jinsi James Orengo anavyomwakilisha kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Kauli zake zinakuja wakati mjadala ukiendelea kuhusu uchaguzi wa 2007 uliosababisha ghasia zilizoua zaidi ya watu 1000 na kuwafanya maelfu wengine kuhama makazi yao. Mgogoro huo baadaye ulipelekea kesi kufunguliwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC huko The Hague, ambapo Rais William Ruto alikabiliwa na mashtaka ambayo baadaye yalifutwa. Karua alimkosoa Ruto kuhusu jukumu lake katika kipindi hicho, lakini akisisitiza kuwa hatua zake zote zilikuwa ndani ya sheria. Wakati huo huo, mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Uasin Gishu Gladys Boss Sholei alimtetea Ruto akisema kuwa hakuhusika na shambulio la kanisa la Kiambaa. Kauli ya Karua imeibua mjadala mpya wa kisiasa huku nchi ikikaribia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na tukiangazia habari za tanzia, ni kwamba jamii ya muziki wa Injili imepata pigo kubwa kufuatia kifo cha msanii wa Injili Mary Odek, mwaipaji ambaye mchango wake uliacha alama kubwa katika tasnia hiyo. Msanii huyo alijulikana kwa kutunga mojawapo wa nyimbo maarufu za Injili zilizodumu kwa muda mrefu wa kuguza mioyo ya wengi kupitia muziki wake uliokuwa na ujumbe wa imani na matumaini. Kifo chake kimewaacha mashabiki, wanamuziki wenzake na jamii kwa ujumla wakiwa katika majonzi makubwa. Katika maisha yake ya muziki, marehemu Mary Odek, mwaipaji, alionekana kuwa chanzo cha hamasa kwa wanamuziki chipukizi wa Injili pamoja na waumini wengine waliopenda kazi zake. Na habari za kifo chake zimesababisha majonzi makubwa katika mitandao ya kijamii, huku mashabiki wakishiriki kumbukumbu, sala za ujumbe na za pole, wakikumbuka maisha na mchango wake katika muziki wa Injili. Wasanii wenzake pia wameeleza huzuni yao, wakitambua ushawishi wake na nafasi aliyokuwa nayo katika kukuza muziki wa Injili wa kisiasa. Wengi wanamkumbuka sio tu kama mwanamuziki mwenye kipaji, bali pia kama mtu mnyenyekevu na mwenye huruma ambaye alijitolea maisha yake kutumikia Mungu na kuwaheshimisha wengine.
Ingawa ameondoka duniani, athari ya muziki wake itaendelea kudumu kwa muda mrefu, huku nyimbo zake zikiendelea kuwapa watu faraja na nguvu za kiroho. Na tunasema pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki. Tuangazie habari za elimu ambapo kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah anataka serikali kuanzisha sera zitakazozuia shule kuuza sare za shule kwa wanafunzi. Mbunge huyo wa Kikuyu alisema hatua hiyo itawapa wazazi uhuru wa kununua sare za shule katika maduka wanayoyachagua. Ichung'wah alisema hayo alipokuwa akizungumza katika kaunti ndogo ya Uriri siku ya Jumapili, akidai kuwa shule nyingi zinawalazimisha wazazi kununua sare kutoka shuleni kwa bei ya juu sana. Mbunge huyo alisema tayari amewasilisha pendekezo hilo kwa Wizara ya Elimu na anatarajia kuona mabadiliko yakifanyika katika siku za karibuni. Pia alitaka wizara hiyo kuandaa sera zitakazohakikisha wanafunzi wanaosoma kuanzia darasa la kwanza hadi sekondari ya chini katika shule moja wanavaa sare moja. Alisema wazazi hawapaswi kulazimishwa kununua sare mpya watoto wao wanapohamia sekondari ya chini ilhali wanasoma katika shule hiyo hiyo. Mbali na hilo, Ichung'wah alieleza wasiwasi wake kuhusu baadhi ya shule za sekondari juu nchini ambazo hazina wanafunzi wa kidato cha 10. Alisema serikali inapaswa kuchukua hatua kuhakikisha shule zote za sekondari ya juu zina wanafunzi na kwamba wanafunzi wote wanapata elimu bora. Masuala ya elimu yanatufungia taarifa zetu za leo, na hivyo kabla ya kufunga taarifa zetu za leo, ni kuacha na kauli ya siku kwamba katika maisha jifunze kuwa na huruma. Jana nimetembea na rafiki yangu pale mashinani, tukamwona kichaa akiokota shilingi 1000. Rafiki yangu akarudi akamwambia yule kichaa kwamba umeokota kitambulisho changu. Yule kichaa akamuuliza, jina lako nani? Akamwambia Jamhuri ya Kenya. Na ulizaliwa mwaka gani? Akamwambia mwaka 1000. Na hivyo ndivyo alivyomrudishia ile shilingi 1000 kwa madai ya kuwa ni kitambulisho chake. Tuwe na huruma siku zote. Niite Martin Bezi kama kawa, inshallah. Nami ni Pauline Atelo, tukutane kila siku katika habari za saa moja hapa tu TVC 247. Shukrani kwa wale wote ambao wamefanikisha taarifa hizi, kuanzia mwelekezi wetu, muhariri na hata watazamaji. Tuchangamke siku nyingine, Mungu akiridhia.